Dada huyu amekuja akitaka kumshuhudia Mungu kwamba amempa uzao, amempa mtoto. Lakini kabla ya kupata mtoto huyo, ana mambo matatu makuu ambayo Mungu amemtendea. Jambo la kwanza, kabla mtoto hajazaliwa. Jambo la pili, mtoto alipozaliwa. Mambo mawili baada ya mtoto kuzaliwa. Kwa hiyo tutaanza na hilo jambo la kwanza. Kabla ya mtoto kuzaliwa ilikuwaje? Niko mbele yenu, naitwa Christina Elisha. Ni mwana wa nyumba ya agano. Na wapenda wana wa nyumba ya agano. Amen. Kipekee namshukuru Mungu wa madhabahu wa nyumba ya agano. Ametenda mambo makubwa sana kwangu. Kipekee ninashukuru sana kwa sababu amekuwa mtetezi kwenye maisha yangu kila wakati. Yes. Haleluya. Amen. Nilikuwa mjamzito, lakini kipindi cha ujauzito nilikuwa na pitia changamoto nyingi. Lakini Mungu wa nyumba ya agano alikuwa akinitetea kila wakati. Nilipokuwa mjamzito nilikuwa naota ndoto nyingi sana za kutisha. Nilikuwa naota mtoto wangu aliyoko tumboni amekatwa sehemu zake za siri. Ndoto nyingine niliota kwamba siku ya kwenda kujifungua, nilipofika leba nilikosa msaada, nilikuwa peke yangu. Mtoto alikuwa anataka, nilijifungua kabisa vizuri, lakini baadaye nikakosa msaada wa kumkata kitovu mtoto. Ndoto nilikuwa naota. Lakini baba kuacha kuniombea, alikuwa akiniombea wakati wote. Nakumbuka siku ilikuwa ya katikati, akaniambia naona vita yako imeisha. Amen. Basi jambo la pili, ulipoambiwa vita imeisha, wewe ulielewa nini? Nilielewa, maana nilikuwa naota ndoto nyingi sana mbaya. Kwanza ile siku ulivyoniambia vita yako imeisha, sikuota tena ndoto mbaya. Sawa kabisa. Jambo la pili, ilifika siku sasa naenda kujifungua. Nilipofika leba, wakaniambia, dada, kwani umekuja huku leba kufanya nini? Nikamwambia nimekuja kujifungua. Akaniambia, mbona kama hauna ujauzito? Nikamwambia mimi ni mjamzito. Akaniambia basi ingia tukupime. Wakanipima, lakini walikuwa hawaoni mtoto tumboni. Basi ikabidi wanipige ultrasound. Inawezekanaje? Hebu jiulize hilo swali. Eti unaenda kujifungua alafu mtoto yuko tumboni. Jamani, duniani kuna vita huku. Hiyo ni babu kubwa hiyo. Wewe unaenda leba alafu unaonekana una mtoto. Walipopiga ultrasound kawaje? Walivyonipiga walikuwa hawaoni mtoto kabisa. Wananiuliza, dada, unasikia uchungu? Nikamwambia ndio. Wakaniuliza, kwani mtoto wako ni wangapi huyu? Nikawaeleza. Wakaniambia, mbona hatumuoni mtoto? Kwani unasikia uchungu? Nikamwambia nasikia uchungu kabisa. Basi wakawa wanaendelea kunipima, lakini walitafuta kabisa na kipimo chao kwa muda mrefu kama nusu saa. Hawaoni mtoto. Uchungu, unajua uchungu kija kuna namna tumbo lina tuna mbele. Kwa hiyo wanaona kama kuna mtoto, lakini mbona wamuoni kwenye vipimo? Basi namshukuru Mungu, ilifikia sehemu wakamaliza vipimo vyao, wakaniambia, dada, subiri utajifungua muda si mrefu. Nikawa nasubiri. Ilifika muda nikajifungua mtoto wangu salama. Mtoto mwenyewe ndo huyo hapo. Ndio. Lakini kabla sijamaliza, nilikuwa na vita nyingine kubwa sana. Ndio. Nilikuwa nikijifungua watoto wangu wanapata shida. Naweza nikajifungua mtoto akapelekwa kwenye oksijeni, au mtoto hawezi kabisa kupumua.
Lakini nimemuona Mungu wa nyumba ya agano. Nilichukua hatua kabla sijajifungua huyu mtoto, nikasema nimfuate baba ofisini niombe shauri la Mungu. Nilipofika kweli baba aliniombea, akaniambia mtoto huyu atapata shida, na ndivyo ilivyokuwa. Nilijifungua kabisa salama. Ndio. Naweza mimi nikakaa wiki 2 au wiki hospitali, lakini namshukuru Mungu nilijifungua siku ya kwanza, ya pili nikaruhusiwa kurudi nyumbani. Wala hakukaa kwenye oxygen. Hakukaa kwenye oxygen. Alipozaliwa alikuwa vizuri sana. Akawa vizuri sana. Lakini waliopita ndio walikuwa wananisumbua. Lakini huyu hajanisumbua. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi basi. Ni mtoto wa kike au wa kiume? Wa kiume. Wow. Umepata mtoto mzuri namna hii, anaitwa nani? Anaitwa Boaz. Imagine a prince. Hebu kalete hapa. Boaz, utalala madhabahuni leo kwa jina la Yesu. Vipi? Unajua kazi niliyofanya mimi? Babako hajui. Haleluya. Mama yake na Boaz alikuwa miongoni mwa wale wanawake ambao kupata ujauzito ni kitu kigumu. Mnanielewa jamani eh? Kama angewashuhudia story yake hapa msingeamini. Wanawake, ninyi mnajua asili ya wanawake. Huyu wakati mwingine alikuwa anaisikia kwa masikio tu, na ikija na kuja mara moja kidogo alafu inapotea, haijulikani ilienda wapi. Ilikuwa ni ngumu. Hao wamepambana kutafuta mtoto ikashindikana, mpaka nilipoingilia kati. Alafu wewe unasema nyumba ya agano hakuna Mungu. Eti nasema kweli mpe huyu, geukia kule watu wakuone vizuri, huyo hapa huyo. Eti ninachosema ni kweli si kweli? Ni kweli. Walipambana kweli utafuta mtoto na wewe, mpaka mzee Niko alipoingilia kati. Nikasema baba, acha wakuone wewe kwamba unaweza, kwa kuwa unaweza kuwaponya wanawake wasio na historia ya uzazi. Sogeze hapa nitamke neno la baraka. Boaz, ninakuweka wakfu mbele za Bwana leo. Nimekuweka kwenye mimbari, tafsiri yake ni kwamba as you are Boaz, you will be a preacher. Yaani maisha yako yote utakuwa mhubiri. Mimi siwezi kukuweka hapa nikuombee uzaliwe duniani alafu ukose kumhubiri Yesu. Utamhubiri Yesu kwa jina la Yesu. Na nakupa kibali. Tunu ninayokupa ni ya kibali machoni pao. Tangu ukiwa mtoto mpaka uzeeni utakuwa ni mtu wa kibali cha kushangaza. Nimekupa taji ya uzuri na neema na hekima za Mungu juu yako, na roho ya ufahamu ndani yako, na roho ya kumcha Bwana itakuwa juu yako. Wewe utafanyika kuwa kimbilio la wengi, na Mungu atakutumikisha kwa kazi zake, na ninaiachilia roho ya Mungu ndani yako, itafanya kazi tangu ukiwa mtoto mpaka utakapokuwa mzee. Neno lako watu watalitegemea na litakuwa hai wakati wote. Na kwa sababu hiyo ninakutenga na tabia zingine za wanadamu. Wewe utakuwa mtu wa Mungu maisha yako yote. Wanaosema amen waseme amen. Na iwe hivyo. Nimekutia muhuri mbele za Bwana.
Mungu atakuwa pamoja na wewe siku zote za maisha. Mumlee huyo mtoto vizuri. Atakuwa na vita sana kwa sababu ya neema ambayo nimeiachilia kwake.